Tumsifu Yesu Kristo. Wapendwa katika Kristo, leo Mama Kanisa anatualika tuadhimishe sherehe ya Utatu Mtakatifu. Fumbo la Utatu Mtakatifu ni mojawapo ya mafumbo makuu ya imani kwa Kanisa Katoliki, ambalo linahusu fumbo la Mungu aliye mmoja katika nafsi tatu, yaani Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Katika mafundisho ya Kanisa Katoliki, fumbo hili lina nafsi ya kipekee na linachukuliwa kama fumbo kuu la imani na uzima wa Kikristo. Rejea Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 234. Ufafanuzi wa fumbo la Utatu Mtakatifu unategemea Biblia, mapokeo ya mitume, mafundisho ya mababa wa kanisa na maamuzi ya mitaguso mikuu ya ekumene. Maana ya fumbo la Utatu Mtakatifu. Katika Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 253 hadi 256, kanisa linafundisha kwamba Mungu ni mmoja kwa kiini, yani essence, lakini yupo katika nafsi tofauti tatu, yani Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Nafsi hizo tatu ni tofauti, si kwa hali au ubora, bali kwa uhusiano wao wa ndani. Mwana ni mzaliwa wa Baba na Roho Mtakatifu anatoka kwa Baba na kwa Mwana. Hawa watatu ni Mungu mmoja na si Mungu watatu. Utatu Mtakatifu katika Biblia. Katika Agano la Kale, maandiko yanaonesha dalili za Utatu Mtakatifu, ambapo haionyeshi wazi swala la Utatu Mtakatifu. Tukianza kitabu cha Mwanzo sura ya 1 aya ya 26, maandiko yanasema, na tumfanye mtu kwa mfano na sura yetu. Hali hii inaonesha wingi, ambapo tunasema kwamba inahusisha hali ya Utatu Mtakatifu. Kitabu cha Isaya sura ya 6 aya ya 3, Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana wa majeshi. Neno mtakatifu limerudiwa mara 3, hali linaonesha dalili ya utatu. Tukija katika Agano Jipya, ufunuo kamili wa utatu. Injili ya Mathayo sura ya 28 aya ya 19, Yesu anawaagiza wanafunzi wabatizwe kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Aidha, Injili ya Luka sura ya 3 aya ya 21 hadi 22, ubatizo wa Yesu unaonesha utatu. Mwana anabatizwa, Roho anashuka kama hua, Baba anasema kutoka mbinguni. Yohane sura ya 14 aya ya 16, Yesu anaeleza kuhusu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu wakitenda kwa umoja, lakini kila mmoja akiwa na kazi maalum. Turejee katika mitaguso. Mtaguso wa Nisea mwaka 325 ulikiri kwamba Yesu ni Mungu kweli kutoka kwa Mungu kweli wa hali moja na Baba. Ulilenga kupinga uzushi wa Arius aliyeamini kuwa Yesu si Mungu kamili. Pia mtaguso wa Konstantinopoli 381 uliimarisha umungu wa Roho Mtakatifu. Ulitoa kanuni ya imani ya Nisea Konstantinopoli, ambayo hutumiwa hadi leo, ikisisitiza umoja na tofauti za nafsi tatu za Mungu. Mababa wa kanisa. Mtakatifu Athanasius alitetea kwa nguvu usawa wa Mwana na Baba katika umungu. Aliandika kuhusu utatu kwamba Mungu ni mmoja katika kiini,
lakini watatu katika nafsi. Mtakatifu Agustino alijaribu kueleza utatu kupitia picha za akili ya mwanadamu. Alisema, ikiwa unaelewa basi si Mungu, akionyesha fumbo la utatu haliwezi kufahamika kikamilifu na akili za kibinadamu. Katekisimu ya Kanisa Katoliki nayo inatufundisha kwamba, tukianzia Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 234 inasema utatu ni msingi wa fumbo la ndani la Mungu. Aidha, Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 267 linasema utatu ni fumbo ambalo lingeweza kujulikana tu kwa ufunuo wa Mungu. Na mwisho namba ile 261, utatu mtakatifu ni Mungu mmoja katika nafsi tatu, yaani Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Maana kwa sisi wa Kristo, mafumbo ya utatu yanatufundisha umoja katika tofauti, mfano kwa jamii ya Kikristo ambapo tunajumuika Wakristo wa tofauti tofauti katika maana, kabila, lugha, utaifa na mambo mengine, lakini wote ni wamoja katika Kristo. Maisha ya Kikristo ni kushiriki maisha ya utatu, kuishi kama wana wa Baba, ndugu wa Kristo na hekalu la Roho Mtakatifu. Sala zote za Kikristo huanza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Rejea Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 2157. Hivyo fumbo la utatu mtakatifu halieleweki kikamilifu kwa akili ya kibinadamu, bali linapokelewa kwa imani na ufunuo wa Mungu mwenyewe. Kanisa lina mafundisho ya kifalsafa, bali ni kiini cha maisha ya Kikristo, kwani tunamwabudu Mungu mmoja aliye hai katika nafsi tofauti tatu, katika upendo wa milele. Masomo yetu ya leo, somo la kwanza linatoka kitabu cha Warumi sura ya 5 aya ya 1 hadi ya 5. Mtume Paulo anafundisha kuwa kwa sababu tumehesabiwa haki kwa imani, tunayo amani na Mungu kupitia Yesu Kristo. Pia tunafurahia katika dhiki, kwa sababu dhiki huleta saburi, saburi huleta uthabiti wa tabia, na uthabiti huleta tumaini. Tumaini hili halitaibisha, kwa sababu Roho Mtakatifu ametujalia upendo wa Mungu mioyoni mwetu. Ujumbe tunaopata katika somo hili ni kwamba imani huleta haki na Mungu na amani. Imani huleta haki na haki huleta amani. Dhiki ina thamani ya kiroho, nayo ni kufanya imara na thabiti katika imani. Tumaini letu lina msingi katika upendo wa Mungu ulio ndani yetu kwa njia ya Roho Mtakatifu. Somo la pili kutoka kitabu cha Mithali sura ya 8 aya 22 hadi 31. Hekima inaelezwa kana kwamba ni mtu anayezungumza, ikisema kuwa iliumbwa na Mungu kabla ya vitu vyote, ilikuwapo wakati wa uumbaji, ikifurahia kazi ya Mungu na kuwa na furaha pamoja na wanadamu. Ujumbe mkuu katika somo hili: hekima ni ya kale na ya kimungu, yaani ni sehemu ya mpango wa Mungu tangu mwanzo. Aidha, hekima ina nafasi ya kipekee katika uumbaji, na urafiki wa Mungu na wanadamu una mizizi katika hekima, kwani kumcha Mungu ni mwanzo wa hekima. Injili yetu ya leo inatoka kitabu cha Injili Yohane sura ya 16 aya ya 12 hadi ya 15.
Yesu anawaambia wanafunzi wake kuwa bado ana mambo mengi ya kuwaambia, lakini hawezi kuyastahimili kwa wakati huo. Atakapokuja Roho wa kweli, yaani Roho Mtakatifu, atawaongoza kwenye ukweli wote. Roho huyo atasema kwa mamlaka yake mwenyewe, bali atasema yale atakayosikia kutoka kwa Yesu, Baba akimtukuza Yesu. Ujumbe mkuu katika somo letu la Injili ni kwamba ufunuo wa kiroho ni wa hatua kwa hatua, hauji mara moja, hivyo sio jambo la haraka. Roho Mtakatifu ndiye mwalimu na mwelekezaji wa kweli zote. Tumwombe huyo Roho Mtakatifu azidi kutuongoza katika maisha yetu. Yesu na Baba wako katika muungano kamili na Roho Mtakatifu. Maandiko haya yanaonyesha kazi ya Mungu katika maisha ya mwanadamu kupitia imani na matumaini. Yatupasa kuwa na imani na matumaini kwa Mungu ili tuweze kuwa watu wa haki. Aidha, hekima ni ya milele na ufunuo wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu utujalia hekima ya kimungu kusudi tuweze kuyatenda yote na hekima, na hatimaye sifa na utukufu viwe kwake Mungu. Atukuze Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Tumsifu Yesu Kristo.